Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwana michezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kuwa mazito kunako katika kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia Young Africans, kulingana na kile ambacho kinachoendelea kutoka katika sakata la Diarra. Sasa limehamia sakata la mchezaji Damaro. Inaelezwa kwamba Young Africans wapo matatani kwa kile ambacho kinachoendelea. Kwa nini wapo matatani wananchi Young Africans? Basi bila shaka utakwenda kujua hapa sababu, chanzo, kila kitu niko nacho hapa. Ni kama vile Young Africans wapo katika mtego wasichukue taji hili kwa namna yoyote ile, kwa kile ambacho kinachoendelea. Inaelezwa kwamba katika kile ambacho kimeweza kuwasilishwa huko TFF juu ya yale ambayo Young Africans yanaendelea kwa sasa. Ni mambo gani hayo? Ni haya hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu ni rahisi, ni kubonyeza ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kunako katika kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kwenye kikosi cha klabu ya soka si wengine, unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans. Karibu. Bana, baada ya Young Africans kwa kuwa katika rapsha hapa na TFF kuhusiana na tukio la Diarra na adhabu ikatolewa, Diarra anakosekana katika michezo mitatu, faini milioni 4, ambapo tayari inaelezwa za ndani kwamba klabu ya soka Young Africans kupitia wanachama wake na mashabiki wameweza kumchangia Diarra, na pesa hiyo imepatikana tayari kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Kwa hiyo kinachosubiriwa tu ni kuweza kusubiria hiyo michezo ambayo atakayokosa. Sasa katika haya ambayo yanaendelea, limeibuka sakata zito kweli kweli, ambalo sakata hili limetolewa na upande wa pili. Hapa nazungumzia Simba Sport Club wakienda kupeleka malalamiko yao kunako katika kamati ya ardhi ya wachezaji, ambapo iko chini ya TFF, juu ya kuweza kulalamika kuhusiana na uhalali wa mchezaji Damaro. Uraia wake ni wa wapi? Ni Mtanzania ama si Mtanzania? Wao wakisema ya kwamba sio Mtanzania. Hivyo basi Young Africans wamekiuka ile sheria ya wachezaji wa kigeni, hivyo wanachodai ni Young Africans wakatwe pointi ambazo Damaro amehusika katika mchezo, kwa mujibu wa sheria ambavyo huwa inasema mchezaji ambaye atakuwa yuko amekiuka taratibu na akachezeshwa tofauti na ile sheria za shirikisho, basi mara nyingi huwa ni kukatwa pointi kulingana na mechi ambazo amechezwa. Sasa Young Africans inaelezwa kwamba wanakwenda kupoteza pointi kibao kweli kweli kwa kile ambacho kinachoonekana. Sasa tuliishia kwamba Simba hawana shida na uraia wa Damaro wa kiserikali, pasipoti ya kadi ya NIDA, haki zake kisiasa na kiserikali kama Mtanzania. Huku kwenye soka ndio shida yao. Kuna taratibu za tofauti zilipaswa hazikufuatwa kwa mujibu wa Simba Sport Club. Simba wameorozesha hatua 6 ambazo zinafuatwa katika mchakato wa kuhama shirikisho kwa mchezaji kwa mujibu wa FIFA, ambazo hazikufuatwa. Kwa mujibu wa Legislation Governing the Application of the Status RGAS, maombi ya kubadilisha shirikisho lazima yapelekwe kwa Player Status Committee, yani PSC,
kuna aina 4, lakini nimechukua hii ambayo Damaro inamuhusu tu. Kwa wachezaji wanaotaka kubadili chama cha soka, yani association, baada ya tayari kushiriki katika mashindano rasmi katika ngazi yoyote au aina yoyote ya mpira wa miguu kwa niaba ya chama kingine, kifungu cha 9A ya pili ambapo kinasema Mohamed Damaro Kamara anaangukia kipengele B, kwani akiwa Guinea alishacheza vilabu vya Afia FC na Milo FC, lakini mwaka 2019 alikuwepo kwenye kikosi cha Guinea cha Under 17. Kutuma maombi FA kupitiwa na katibu wa FIFA, maamuzi ya players, yani status committee, vigezo vya maamuzi ya msingi wa maamuzi ambapo ni rufani ya kasi. Simba wanaenda mbali na kusema kwenye kanuni hadhi na uhamisho wa wachezaji, kifungu cha 9 ukurasa wa 78 na 79 akikufuatwa kwenye usajili wa Damaro, ambacho kinasema mara tu taarifa zote husika zitakapowekwa na nyaraka za lazima kupakiwa, klabu husika zitapaswa kuthibitisha uhamisho huo katika TMS bila kuchelewa na kabla ya mwisho wa kipindi cha usajili cha chama kipya, kwa kuzingatia masharti ya kipekee yaliyobainishwa katika kifungu cha 6 cha kanuni hizi, ambapo kwa sasa kwenye kikosi cha Yanga wachezaji ambao ni wa kigeni wapo DJ Diarra, Paco Mzuzwa, Maxim Pianzingeli, Shadrack Kiboka, Duke Abuya, Frank Yasinki, Prince Mpumelelo Dube, Lassine Kouma, Alan Okello, Laulindo Dilson Maria, Depu, Buba Jamei, Yao Kwasi Atola, Mohamed Damaro Kamara. Simba inataka Yanga ipokwe alama, wanasema Damaro hajasajiliwa kihalali, ni raia wa Guinea kisoka, ambapo ameandika bin Kazumari juu ya yale ambayo yanayoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha Young Africans, ambapo mambo yanaonekana kuwa mazito juu ya uraia wa Damaro, ambapo hii kesi ya Damaro kiutani kama rais fulani hivi, alafu ukiangalia kiundani ni kama ngumu, kwa maana Simba inaonekana kama vile wanahoja fulani hivi. TFF mwamba anasomeka ni Mtanzania, FIFA ni Mguinea. Kwa mantiki hiyo, Simba imeona Yanga inatumia wachezaji 13 wa kigeni kinyume na kanuni inayotaka wachezaji 12 tu. Iwapo Simba atashinda hii kesi, maana yake Yanga itaweza kupokwa alama zote za mechi walizomuhusisha Damaro kama Mtanzania. Swali, hivi kwa mfano katokea Simba akashinda kweli hii kesi, je, ni kweli Yanga atapokwa alama alizomchezesha Damaro, au ni kuwatafuta ubaya tu wananchi wa watu ambao wenyewe wametulia tuli tu kama awapo vile? Hii kesi kwa wananchi, upande mmoja ni ngumu, alafu upande mwingine ni mrahisi. Unaona bana, kwa kile alikuwa kinachoendelea kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Yanga. Tusubiri kuweza kuona mambo yatakuwa vipi katika sakata hili kubwa ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha wananchi Young Africans juu ya yale ambayo yameweza kuwasilishwa. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na hiki, ila usisahau kusubscribe na kubonyeza alama